Karibu sana mtazamaji wa Big Talent TZ kwenye channel yako hii kuendelea kupata dondoo za teknolojia, masuala ya applications, YouTube pamoja na masuala ya kuedit, kufahamu pia maelekezo mbalimbali ya mitandao ya kijamii pamoja na maelekezo ya PC. Leo mtazamaji, nina njia muhimu sana ambayo itakusaidia kama unapata shida sana kutumia sender katika kutuma files na kupokea. Kuna njia nyingine ambayo ni ya Google inayotumia email pia katika kutuma na kupokea. Kila mwenye simu ya Android anaweza akatumia njia hii katika kutuma na kupokea files. Inaitwa Quick Share. Unaweza kutuma faili kwa mtu ambaye yupo karibu yako kwa kutumia Wi-Fi pamoja na Bluetooth, yaani kwa kuskani nearby devices. Hatua ya kwanza, ili kutumia njia hii, hakikisha simu ambayo unatumia iwe ni Android na ina sehemu ya Google, na simu ambayo utaitumia kutuma hiyo file au kupokea hiyo file pia iwe ina njia hiyo ya Google. Kwa hiyo ingia katika setting ya simu yako. Utashuka chini, utatafuta sehemu ambayo imeandikwa Google katika kila simu ambayo itakuwa inapokea au kutuma. Baada ya kuingia Google, utaweza kuona sehemu ambayo imeandikwa Google Service. Utaona pia email yako ambayo itakuwa kama device name. Pindi ambapo utakuwa ukituma, basi email yako itaonekana huko sehemu ambako utakuwa umetuma hiyo file. Na kuna files ambazo zitakuwa zimefunguka eneo hilo hapo. Nenda sehemu ambayo imeandikwa Quick Share katika kila simu. Baada ya kuingia katika sehemu ya homepage, utaweza kuona muonekano wa hiyo service. Utaona hapo sehemu ambayo inaonesha kureceive, sehemu ambayo inaonesha kusend. Utaona account name ambayo ni email yako ambayo ipo hapo. Utaweza kuona pia device name, itaandika hapo jina la hiyo device yako linalotokana na hiyo email. Utaweza kuona who can share with you. Kwa sasa hivi inaniambia hapa no one. Kwa hiyo unaweza ukaingia hapa katika kila simu ambayo utakuwa unaitumia kwa wakati huo kusend au kureceive, kwenda kurekebisha sehemu hii hapa. Kama unataka kureceive, basi hakikisha unaingia hapa ili kwenda kuset. Kama wewe una send, haina shida sana, unaweza ukasend bila kurekebisha eneo hili hapa. Kisha utaenda moja kwa moja sehemu ambayo unataka kwenda kutumia hii huduma. Kama ni send, bonyeza send. Kama ni receive, basi bonyeza receive. Utaingia hapo sehemu ambayo imeandikwa select file. Utabonyeza hapo ili kuingia katika file zako za simu, kutafuta file ambayo unataka kumtumia huyo mtu. Na kwa upande wa pili, sehemu ya kupokea, basi utaenda sehemu ambayo itakuambia ureceive ili kuruhusu sasa hiyo service ianze kufanya kazi. Weka on vipengele ambavyo utakuwa ukielekezwa hapo. Baada ya kuwa tayari umeselect file kwenye simu ambayo ina send, utaweza kuona hapo inaanza kusearch nearby device ili kuconnect na kuanza kutuma hiyo file. Kwa hiyo itasubiri connection kutoka katika hiyo simu nyingine sasa ambayo unaitumia. Baada ya kuwa tayari imeipata hiyo nearby device, utaweza kuiona hapo ikija na email ya hiyo simu nyingine kama device name. Utaibonyeza na kisha faili itaanza kutumwa mara moja kuelekea katika hiyo simu nyingine. Automatically itaanza kucount. Na itakapokuwa imeingia katika hiyo simu, utaweza kuona itapiga tiki kwenye pande zote mbili, huku katika sehemu ambako inatoka na sehemu ambako inaingilia. Kwa hiyo hapo utakuwa tayari umeweza kutuma pasipo na kutumia sender katika simu yako, kwa kutumia Google Service ambayo inaitwa Quick Share, inayotumia nearby device ili kusendi na kureceive files. Unaweza ukafanya hivi kwa files tofauti na kwa files ziwe za video, audio au picha au kitu chochote kile ambacho unataka kutuma katika simu nyingine. Yes, kama haujawahi kutumia hii huduma, basi unaweza kuanza kutumia kwa sasa hivi. Kama ulikuwa haufahamu, basi ndio nimekusanua kuanzia sasa. Naitwa Salumu, unaweza kaniita Salu the Genius, unaweza kaniita Salu wetu ukipenda. Endelea kufuatilia Big Talent kujifunza vitu vingi. Usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji mpya kwenye channel hii. Tukutane tena hapo baadaye, endelea kuenjoy.